Pornography ndio kitu pekee ambacho kinaweza rewire your brain. Ni kitu pekee kinachoweza kutengeneza njia ya akili yako. Sasa kuna picha unayoiona hapo ambayo ya huyu binti. Sijataka kuweka video yake kwa sababu na maneno ambayo yametumika ni maneno magumu na ni maneno ambayo singependa pia yawepo katika video yangu. Kama nilivyosema kwamba pornography ni kitu ambacho kina rewire your brain, kinatengeneza njia mpya za ubongo wako, kwa sababu akili yako, brain yako ama ubongo wako umetengenezwa ni kama sponge, ni soft tissue, ni kitu ambacho kinaweza kubadilika. Ndio kuna kitu kinaitwa neuroplasticity. Neuroplasticity ni uwezo wa ubongo wako kuweza kubadilika. Kinachotokea ni nini? Ni kwamba kwa kadri unavyoangalia pornography, madhara yake ni makubwa zaidi tu ya ambayo wengi tunaweza kuwa tunafahamu, ya kukosa nguvu za kiume, masuala ya kimaadili, lakini swala zima la kiimani, naamini kabisa watu wengi wetu tuna imani. Inabadilisha jinsi ambavyo unaweza kuangalia mahusiano, inabadilisha jinsi ambavyo unaweza kuhusiana na mke wako na hata na kuangalia mwanamke, heshima ya mwanamke na kadhalika, lakini pia hata kwa mwanamke jinsi ambavyo anaweza kumwangalia mwanaume na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ni pornography, lakini ninachotaka kukiongea kuhusiana na hiki ambacho tunakiona au kuhusiana na hiyo picha ya udada, na kuna wengi sana ambao sasa hivi generation hii wanaongelea mambo haya ya ngono, na wengi wamekuwa wakiitwa katika mamlaka husika kusaidiwa, ni kwamba hiki tunachokiona ni matokeo. Yaani tumekitengenezwa kuwa taifa la pornography, taifa la picha chafu. Pornography ni neno la Kigiriki likiwa lina maana kuonesha uchi, utupu. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo tunaonesha utupu wa aina yote, unaweza kuwa ni still picture, sio mjongeo, na picha mjongeo ambayo ni video kama hii ambayo unaiangalia. Ukiangalia historia yake, tumefika hapa tulipofikia si kwa bahati mbaya. Tumefika hapa tulipofikia kwa sababu katika historia sasa utagundua kwamba pornography ilianzia katika mahekalu yale ya Mungu Jua. Watu walikuwa wakifanya pornography, nikiwa na maana kwamba ibada ya Mungu Jua, sehemu kubwa sana ya ibada ile ilikuwepo ni pornography. Kwa hiyo walikuwa wanaingia katika jumba ambayo hayana madirisha, ni sehemu ambako ukiingia ni giza, na vitendo hivyo vilikuwa fanyika wakitoa kafara kwa watoto, lakini pia walikuwepo wakifanya vitendo vya ngono. Na ngono zilizokuwa zikifanyika katika yale mahekalu hazikuwa tu ngono za jinsia tofauti, hapana, zilikuwa ni ngono za jinsia tofauti pamoja na ngono za jinsia moja, nikiwa na maana sasa hivi tungeita hii LGBTQ+ na kadhalika, yani mambo ya ushoga. Kwa hiyo ushoga au pornography ilikuwa ikifanyika exclusively kama orgy, yani kama cult, kama sehemu ya imani, kama sehemu ya ibada kabisa. Lakini of course naamini, na unaweza kuamini au unaweza usiamini, ambaye yuko nyuma hii sasa, ambaye ndio chanzo, ambaye ni shetani, alitamani sasa hii pornography iweze kuwepo exclusively, si kwa kundi dogo, lakini iwe ni kwa ajili ya dunia nzima iweze kupata hii pornography. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba kuanzia katika yale mahekalu ya yule aliyekuwa anaitwa Mungu Metal God, Mungu chuma, wale wa Amoni, mpaka nyakati zetu hizi, ile ibada ambayo ilikuwa ni ibada ya Mungu Jua, ambayo ndio kulikuwa kuna hizo program za pornography, ilikuwa ikiendelea hiyo, lakini shetani alikuwa akitafuta nafasi ya kuweza kuifanya sasa hii pornography isiwe exclusive kwa ajili tu ya ibada na ya watu wachache, lakini hii pornography iweze kuwepo sasa ni sehemu ya maisha, kwa sababu kumbuka tumesema hivi, kuweza kubadilisha akili yako. Pornography ama picha chafu ama nudity, na sijajua sayansi pia imeshindwa kutoa maelezo kwamba inakuwaje kwamba ukiangalia uchi, na the more unavyoangalia uchi na utupu, inabadilisha hata uwezo wako wa akili, na ndicho ambacho tunakwenda kukiangalia sasa hivi. Kwa hiyo shetani akajua kwamba ili aweze kuwapata watu wengi, ili aweze kuharibu watu, kwa sababu shetani mharibifu na wote tunaweza kuelewa hilo, ilikuwa ni lazima aweze kulileta hili jambo la pornography liweze kuwa ni sehemu ya maisha na liweze kuwa ni kawaida. Amefaulu? Yes, amefaulu. Music ambayo inafanyika ni pornography tosha. Matangazo ya biashara ni pornography tosha. Mpaka katika nyumba za ibada pornography imeingia. Kwa hiyo kizazi hiki, kuna video ambayo nilitoa hapo nyuma, nilisema kwamba hakuna kizazi ambacho kimeangalia uchi na utupu kama kizazi hiki cha Gen Z. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiki ndiko kizazi ambacho kimekuja wakati wa maendeleo, ambayo una type tu neno sex ama ngono na unaweza kupata video zote chafu. Yani huhitaji nguvu, huhitaji kuwa na restriction ya umri, lakini tu ukiweza kutype unapata hiyo video zote za ngono. Kwa hiyo ni kizazi ambacho kimeangalia ngono kuliko vizazi vyote, ambayo hii ngono ndio hiyo pornography sasa. Kwa hiyo ina maana kwamba yale yanayotokea sasa ni product ya kile ambacho kimetokea. Yaani haya ni matunda. Huyu binti
aliongea vitu, na kiukweli hata nilipomwangalia mara ya kwanza katika hii video, kuna wale ambao unaweza kuwaangalia na ku just ignore kwamba kwa muonekano tunaona kabisa kwamba huyu ni kama amekubuka katika hayo mambo, lakini huyu binti anaonekana very innocent, anaonekana ametoka katika familia ambayo possibly wana hofu ya Mungu. Hata yeye labda anaweza kawa na hiyo hofu ya Mungu, lakini ni kwa sababu ametengenezewa, ni kitu ambacho ameshakuwa reward, ndio maana anatoka kwa ujasiri kabisa na kusema jinsi ya kutenda lile tendo, na kile alichokuwa nakiongelea pale kiuhalisia ni pornography. Sasa ukaona kwamba hata movie zote series zake zote kuanzia miaka labda lese ya movie za miaka 70 au 60 na miaka 2000 na sasa hivi, utagundua kabisa kwamba it's pornography pamoja na nini, pamoja na mambo ya ushoga. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu vijana wanaandaliwa kwa ajili ya kuwa reward their brain, na akili zitakapobadilika ndipo tutakapokwenda sasa katika mwisho wa hiki kizazi. Hiki kizazi kinaitwa Gen Z ama Generation Zero. Hakukuitwa Generation Zero kwa bahati mbaya. Najua ukiingia katika AI ukiuliza Generation Zero itakwambia tu mtu fulani mwandishi aliyekuja na hilo neno, lakini that's not true. Hiki ni kizazi cha mwisho, unapenda au haupendi, na ndio maana ni kizazi ambacho kimetengenezwa kuwa kizazi cha pornography, kwa sababu shetani anajua scientifically kabisa kwamba kwa kadri ambavyo vijana watakuwepo ni wamebobea katika swala la pornography, hata akili zao na uwezo wao wa kufikiria utaweza kushuka.